ambalo tunashukuru serikali kupitia Mheshimiwa DC wetu na kamati yake ya ulinzi na usalama ya wilaya yetu ya Mbarali kwamba askari waliofanya kitendo hicho wameshatiwa nguvuni. Kweli mtoto wetu ametuacha kwa bahati mbaya, sio nzuri. Anatoka mzima kwenye zizi hili na mifugo yake, sio wapi, kwenye zizi hili na mifugo yake, akaenda kuchunga, lakini hajarudi salama, akarudi maiti. Hayo yamesemwa wakati wa mazishi ya kijana huyo katika kijiji cha Iyala, kitongoji cha Madungusi kilichopo halmashauri ya wilaya ya Mbarali, ambapo mbunge Bahati Kenneth Ndingo amesikitishwa kwa kitendo kilichofanywa na askari wa wanyamapori ambaye tayari amekwisha tiwa nguvuni na jeshi la polisi, ambapo mbunge amesema kwa sasa matukio ya mauaji kati ya wafugaji na askari wa wanyamapori yamepungua kwa kiasi kikubwa, huku akisema serikali inaendelea kutafuta ufumbuzi wa namna bora ya kutafuta marisho na maeneo ya kunyweshea mifugo, huku akiwataka wafugaji kuheshimu sheria ili kuondoa migogoro. Kwa kweli ni masikitiko kumpoteza kijana na tumeumizwa sote, na ndio maana nikaacha ratiba zote niweze kuja tufarijiane kwa kipindi hiki kigumu. Lakini jambo ambalo tunashukuru serikali kupitia Mheshimiwa DC wetu na kamati yake ya ulinzi na usalama ya wilaya yetu ya Mbarali kwamba askari waliofanya kitendo hicho wameshatiwa nguvuni. Tunashukuru sana serikali kwa hatua hiyo, tuwapigie makofi. Lakini ndugu wananchi wenzangu wa wilaya ya Mbarali, hususani wafugaji, ni ukweli kwamba huko nyuma matukio haya yalikuwa mengi sana, na kwa sasa mtakubaliana na mimi yamepungua kwa kiasi kikubwa, ingawa bado hayajaisha. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wafugaji, wana Mbarali wenzangu, baba zangu, mama zangu wapendwa kabisa, kwa sasa tuheshimu sheria zilizopo ili tuwe salama zaidi. Lakini muwe na hakika kwamba serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan inayo nia ya dhati ya kuhakikisha changamoto za wafugaji wa taifa hili, hasa sisi ambao tumepakana sana na hifadhi, yanakwenda kutatulika. Kwa hiyo muwe na imani sana, mipango iliyopo kupitia chama chenu cha wafugaji, mipango iliyopo kupitia serikali na wizara, lakini ushauri na maoni ambayo mnatupatia, twende tukaishauri serikali. Tunafanya kazi hiyo kwa uhakika kabisa, na msiwe na wasiwasi. Katika msiba huo ulihudhuriwa na viongozi mbalimbali wa chama cha wafugaji taifa na viongozi wa serikali akiwemo mkuu wa wilaya Mbarali na viongozi wa chama cha Mapinduzi CCM, ambapo mkuu wa wilaya Mbarali Kanali Mauridi Hassan Surumbu ametoa pole kwa familia ya mzee Igembe, huku akiwakumbusha wafugaji kuheshimu sheria za maeneo yote yaliyohifadhiwa. Lakini jambo ambalo hatulipendi litokee tena ni namna ambayo ndugu yetu ameondoka. Ameondoka kwa namna ambayo inatia machungu sana kwa mzazi, ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia na sisi viongozi ambao tunaongoza wilaya hii ya Mbarali. Muhimu tuendelee kuheshimu sheria ambazo zimewekwa, maeneo yaliyokatazwa tuhakikishe kwamba hatuingii bila kupata kibali. Maeneo yote yanayohifadhiwa kisheria hayaruhusiwi kwa shughuli yoyote ile ya kibinadamu, na kama pakitokea ulazima wa kuingia kwenye hifadhi, ni lazima upate kibali cha kuingia kwenye eneo hilo. Tukifanya hivi tutapunguza changamoto hizi ambazo zinaendelea kutokea. Njia ambayo ameondoka ndugu yetu ni njia ambayo sio nzuri sana, na tusingependa itokee tena. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa wafugaji taifa amewakumbusha wajibu wao wa kuheshimu sheria pamoja na kuheshimu maeneo yote yaliyohifadhiwa, pamoja na kuondokana na masuala ya rushwa kati ya wafugaji na askari wa wanyamapori, huku akiwataka wafugaji waliopo wilaya Mbarali kuondokana na madalali ambao wamekuwa chanzo cha migogoro. Matatizo haya yanapojitokeza, tafsiri yake ya haraka, ndani yetu kuna watu wahalifu. Sisemi haya kwa kukosea wala kwa bahati mbaya, naomba mnisamehe sana. Maeneo mengi ya vijiji vyetu tunavyopakana na hifadhi, wapo baadhi ya wafugaji hawaheshimu sheria.
wanashirikiana na watu wa maliasili ambao ni wahalifu, wanakutana, wanazungumza, wanapeana vitu, wanaanza kufanya mambo kinyume na nini? Na sheria. Lazima tuwe wa kweli. Sasa haya yanapofanyika, wakikutana wakapeana hayo mambo, si wanapeana fedha, si ni vitu gani? Sasa haya ndiyo mazao yake. Si wakikutana kule hawa hawana hela, watoa hela, ni anatafuta hela, haya ndiyo mazao yake. Naomba haya mambo wafugaji tuyaepuke. Kwa upande wake, baba mzazi wa kijana Kulwa Igembe ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi amewashukuru wananchi wote waliojitokeza kwa kumsindikiza kijana wake katika nyumba yake ya milele. Kweli mtoto wetu ametuacha kwa bahati mbaya, sio nzuri. Anatoka mzima kwenye zizi hili na mifugo yake, sio wapi, kwenye zizi hili na mifugo yake, akaenda kuchunga, lakini hajarudi salama, akarudi maiti, amefariki. Mifugo yake Kulwa Mahola pamoja na Igembe Mahola narudia kuongea na leo kama jana, bado haijafika nyumbani kupatikana. Kutoka hapa katika kitongoji cha Madungusi kilichopo halmashauri ya wilaya Mbarali, mahali ambapo mwili wa Kulwa Igembe ukiwa umepumzishwa nyumbani kwa wazazi wake.